Sasa katika ibada ya haji ukizungumza tukisema naenda kutekeleza ibada ya haji, ina aina zake na ziko tatu, hakuna ya nne. Ziko tatu, hakuna ya nne, ni tatu peke yake. Ibada ya haji ya kwanza kabisa, mtu anapotoka nyumbani kwake anasafiri kuelekea katika mji wa Makka, lazima tukufahamu wewe unakusudia ibada gani ya haji. Kuna ibada ya kwanza kabisa inaitwa at-tamattu. Inaitwa ibada ya pili inaitwa al-qiran au al-qiran. Namba tatu al-ifrad au ifrad. Tamattu, al-qiran, al-ifrad. Sasa hizi tatu ndio ibada za hija, aina ya ibada ya hija: tamattu, qiran na ifrad. Nizungumza kwa Kiswahili. Tamattu, starehe, sawa, ibada ya kustarehe. Qiran, ibada ya kuunganisha. Ifrad, ibada ya kujalia kwamba ya upweke, ibada ya upweke kwamba iko peke yake. Sasa hizi tatu sitoshughulika sana na zote tatu, tashughulika na ibada hii moja, na wewe makini hapo ibada moja ambayo hii inatuhusu sisi kama Watanzania, Waafrika na baadhi ya nchi nyingi duniani. Ibada hii nitakayozungumza ndio inawahusu mahujaji 95%. Hizi 5% zinawahusu, zinaingia kwenye hii qiran na ifrad, lakini watu wengi wanaenda katika hii ambayo nataka kuizungumza. Ibada ya haji yetu sisi inayotuhusu Tanzania, na hasatan kwa mahujaji wa manasik, hasa kwa mahujaji wa manasik, lakini hata yule ambaye anatufuatilia katika vyombo vya habari, unasafiri na taasisi nyingine, sikiliza ibada inayokuhusu. Ibada inayotuhusu sisi ni at-tamattu. At-tamattu hii ibada ya kustarehe. Na ni kwa nini imeitwa ibada ya kustarehe? Ibada hii iko hivi: yule mtu ambaye amekusudia haji, sisi mahujaji tunapotoka hapa Tanzania tunawaaga Watanzania wenzetu na ndugu zetu kwamba tunaenda haji. Unapofika airport, unapanda ndege, unaelekea Maka. Wewe unapoingia katika mji wa Maka, hauingii kwa nia ya ibada ya haji, hauingii kwa nia ya ibada ya haji ile ambayo tulizungumza jana, al-ihram, nguzo za hija, ihram. Haushughuliki nayo hiyo, unashughulika na kitu kingine kipya kabisa ambacho kinaitwa umra. Kwa sisi kumbe tunapotoka hapa Tanzania tunafika Maka, kitu cha kwanza kufanya ni ibada gani? Ibada ya umra. Sasa wewe mbona unaenda haji? Mahalan, subiri wakati wake ukifika, utaambiwa wewe sasa unaenda kwenye ibada ya haji. Lakini sasa hivi unapotoka Tanzania unaenda katika ibada ya umra, ndio hii tamattu. Ndio hii tamattu. Ni aina hiyo umeichagua. Na kwa nini watu wanaichagua kwa wingi? Ina wepesi wake, utausikiliza wepesi wake. Kwa sisi tunapofika zile sehemu ambazo nilikuwa nimetaja jana za kuhirimia, wanaume mmeshavaa ihram zenu, na hii ihram mtavalia hapa Tanzania mashehe. Mtafika airport mko na ihram zenu. Kwa hivyo maadamu mtatoka hapa ni moja kwa moja, akina mama nyingo zenu ni hizo mlizovaa, mmeshavaa ihram zenu, mnatoka hapa airport, mnapanda ndege. Sasa mnafika ile sehemu niliyowaambia ya miqat, kituo cha kuhirimia, cha kuweka nia kwa ajili ya ibada, iwe ni haji au umra. Umefika kile kituo, nyinyi hamtosema labbaik allahumma hajjan, hamtosema maneno hayo, kwa sababu nyinyi mmechagua ibada ya at-tamattu, ile namba moja, ambayo ni ibada nyepesi, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitamani ibada hiyo, na akawatangazia masahaba wengi, na wakawa wamefanya ibada hii wengi sana, na yeye akasema na mimi natamani ningekuwa katika nyinyi, ningefanya ibada hii ya tamattu. Ibada hii unapofika katika sehemu ya kutia nia, inatakikana useme maneno yafuatayo: labbaik allahumma umra, labbaik allahumma umratan, labbaik allahumma umratan. Haya ndio maneno ambayo utayasema pale. Na katika ibada ambazo tambii, na katika ibada ambazo zinadhihirishwa nia yake
mpaka inasikika kwa jirani yako, ni ibada ya haji au umra. Ibada zingine nia inakuwa moyoni. Usije ukakariri kwamba ulivyofundishwa kwa mashekhe nyumbani kule kwamba ile sunna nia, an-niyatu fil qalbi. Si ndivyo tunavyofundishwa? An-niyatu fil qalbi, kwamba unapotoka wewe kwenda shambani hausemi nawaitu naenda kulima, naenda kufanya nini, kupalilia, naenda, hautangazii mtu mpaka asikie. Kwa nia hii ya ibada ya haji au umra ni tofauti. Hii takikana utoe sauti. Sauti ifanyaje? Isikike. Labbaik Allahumma umra. Hebu tuseme maneno labbaik Allahumma umra. Hii ndio nia yako utakayoiweka baada ya kuambia tuko mipakani, tuko sehemu za kuweka nia. Sema hayo maneno, kwa sababu mbona wewe unaenda haji alafu unasema tena umra? Umechagua ibada ya tamattu, aina ya tamattu. Si unataka ustarehe, hautaki tabu. Hizi zingine mbili zina tabu, ndio maana mnachagua hii hapa. Kwa hiyo umenuia hii ibada ya tamattu, kisha ukishanuia hivyo unaanza wimbo wako niliokuambia udumu nao. Upi huo? Hebu tuseme Thumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tayeb, haya ndio maneno ambayo utakuwa unaishi nayo wakati huo, utakuwa unaishi nayo wakati huo mpaka unaingia katika mji wa Makka. Sitaki kutaja Jidda kwa sababu nisije nasema Jidda hapo kaishia Jidda, mpaka unaingia katika mji wa Makka. Na ukishaingia katika mji wa Makka, maana yake wewe unafikia moja kwa moja hotelini, mtaweka mabegi yenu, mtaingia katika vyumba room zenu, mtaweka mizigo yenu vizuri. Baada ya hapo mtaambiwa kila ambaye hana udhu atie udhu, kila ambaye hana udhu atie udhu. Kisha baada ya hapo tunaendelea na hiyo talbia labbaik Allahumma labbaik. Utaiacha hii pale unapoona Al-Kaaba mbele yako, utaiacha labbaik Allahumma labbaik unapoiona Al-Kaaba mbele yako. Hapo ndo utastop, utaingia katika ibada sasa yenyewe ya umra. Kwa hiyo katika nguzo zile za hija, ya kwanza ilikuwa ni ihram, nia, na umra kadhalika ile ulioweka kule njiani, sehemu ya kituo, labbaik Allahumma umra. Hiyo ni nguzo ya umra ya kwanza.